Naam, karibu kwa mara nyingine tena katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Baragum Live. Kama ambavyo tulikuahidi hapo awali kwamba studio tutakuwa na wageni na wote wametoka ofisi ya msajili wa hazina, na tutakwenda kuzungumzia faida za uwekezaji wa serikali katika kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache. Tunafahamu kwamba serikali pia kuna makampuni ambayo kuna hisa zake mle ndani, lakini pia tutapata nafasi ya kuangalia ni kwamba hizi hisa ambazo serikali inazo kwenye makampuni haya, mwananchi wa kawaida anafaidika vipi, jambo la kwanza. Lakini pia na serikali inawezaje kuvuna, kwa sababu kama sehemu yenye hisa kawaida, mimi kwa haraka ingawa sio mtaalamu sana wa masuala ya biashara na uchumi, ukiwa na hisa lazima uvune jamani, au unasemaje? Sawa, ni furaha kweli kuwa na Peter Maungo ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa mashirika ya kibiashara ofisi ya msajili wa hazina. Karibu sana kaka Peter Maungo. Lakini niko na Joseph Mwaisemba ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa mashirika yasiyo ya kibiashara ofisi ya msajili wa hazina. Karibu sana. Asante sana. Ndio, labda kwa kwanza tuanze habarisha huyu mtazamaji. Ni kweli tumeshaikisikia kwamba kuna ule mwezi wa mavuno ambao serikali imekuwa ikivuna, lakini pia tuipongeze ofisi ya msajili wa hazina, lakini pongezi hizi ni kwa sababu ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo aliyatoa wakati anaingia madarakani, kwamba kwanza kuhakikisha kwamba mashirika na makampuni ambayo serikali na hisa yaweze kuwa na utendaji ambao wenye ufanisi, lakini pia yaweze kutoa gawio kwa serikali. Nikakumbuka nadhani kuna kiwanda kimoja cha Mbeya Cement. Ilikuwa ni kwa zaidi ya miaka 10 kama sikosei, hakijawahi kutoa gawio lolote. Lakini baadaye tukaona kimetoa gawio kwenye serikali, na ni fedha nyingi. Kwa hatua ile ilikuwa ni fedha nyingi. Mimi kwa upande wangu kama mwananchi, kwa sababu zile ni pesa zangu mimi pale ambazo zipo kwenye hizo hisa, nilifurahi kweli. Lakini pia tumeona kupitia ofisi ya hazina walifanya mapitio mbalimbali ya mashirika mengine kuangalia je, yanatija, kama yanatija. Kwa hiyo tupongeze sana ofisi ya msajili wa hazina kupitia pia mkuu mwenyewe wa ofisi ya hazina. Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mlifanya. Asante sana. Ndio, labda tuanze kwa kumfafanulia mtazamaji, nikianza na Peter Maungo. Tunaposema mashirika ya kibiashara ambayo huenda yako chini ya serikali kwa namna moja, tunamaanisha kitu gani? Alafu baadaye atakuja Mwaisemba hapo kutufafanulia tunapoeleza mashirika yasiyo ya kibiashara, haya ni mashirika ya aina gani? Karibu sana Bwana Peter Maungo. Asante ndugu mtangazaji. Tunapoongelea mashirika ya kibiashara ni yale mashirika ambayo kwa asilimia kubwa yamejikita katika uzalishaji ambao unaleta tija katika uendelezaji wa uchumi wa nchi. Ndio maana tukiangalia kuna mashirika ambayo tunaona kama ambayo yanajiendesha kama TANESCO, tuna mashirika kama STAMICO, tuna mashirika kama UTT AMIS, ambayo yote hayo ni mfano tu, ambayo yote ukiangalia ni kwamba yanajiendesha kibiashara. Na vile vile uendeshaji wa kibiashara unatokana na uanzishwaji wa haya mashirika. Na mashirika haya mengi yameanzishwa kwa kupitia sheria ya makampuni sura 212 na vile vile sheria ya mashirika ya umma, ambayo sasa ndio yanaipa nguvu haya mashirika kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kibiashara. Na mwisho wa siku, kutokana na hizi biashara ambazo zinaendeshwa kupitia makampuni haya, yanalipa gawio kwa serikali kutokana na faida ambazo zinapatikana katika kipindi husika cha mwaka. Okay, sawa. Nimekuelewa vizuri sana. Kwa hiyo umesema mfano mzuri kama TANESCO, UTT AMIS ambao pia ni wadau wetu, kwa sababu ukiangalia kuna japo ni huduma lakini kuna biashara ndani yake ambayo inafanyika na kuna faida ambayo inatengeneza. Hai, nikirejea kwako Mwaisemba, tunaposema mashirika yasiyo ya kibiashara, haya ni mashirika aina gani haya? Asante ndugu mtangazaji. Mashirika yasiyo ya kibiashara yapo kama 170. Ndio. Na haya ni mashirika ambayo yameanzishwa kwa sheria maalum na yana majukumu tofauti. Yanatoa huduma. Lakini pia ili kuweza kumfafanulia zaidi mtazamaji wetu, yapo kwenye makundi, kwamba namna ambavyo tunasimamia sisi ofisi ya msajili wa hazina tumeyaweka kwenye makundi, kwamba yale mashirika ambayo si ya kibiashara yapo kuna kundi la mamlaka za udhibiti kwa mfano,
Kwa hizi mamlaka za udhibiti ziko zile ambazo zinadhibiti sekta maalum. Kwa mfano tuna EWURA, tuna TCRA, tuna LATRA, tuna TASAC na kadhalika. Kwa hizo ziko kwenye kundi la mamlaka za udhibiti. Lakini pia kwenye udhibiti huo kuna udhibiti wa kitaaluma. Zipo zingine ambazo zinasimamia taaluma mbalimbali. Kwa hiyo utakuta kuna NBAA, kuna bodi ile ya wahandisi ya RB, na PSPTB la manunuzi. Kwa hizo nazo zinasimamia taaluma. Kwa hiyo ni grupu moja au kundi moja la hizo mamlaka za udhibiti. Lakini kundi lingine tunachukua zile taasisi za elimu. Ndiyo. Kwenye taasisi za elimu hapo kuna mgawanyiko. Kuna elimu ya juu ambao tuna vyuo vikuu na ambavyo sio vyuo vikuu. Kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Mzumbe na viko vingine ambavyo vyuo vya elimu ya juu nao vinatengeneza kwenye hilo kundi la mashirika yasiyo ya kibiashara. Ndio kuna kina FM, kuna chuo cha uhasibu, kuna chuo cha mipango. Pia kwenye hizo kundi pia kuna kundi lingine ambalo liko taasisi zinazofanya utafiti. Kunazo hizo pia kwa ajili ya kurahisisha usimamizi wake pia tumeziweka kwenye eneo maalum ambalo lipo kwa ajili ambazo sio za biashara, lakini jukumu lake kubwa ni kufanya utafiti. Sasa ziko za kufanya utafiti wa masuala ya binadamu, kwa mfano tuna NIMR, tuna TILDO kwenye viwanda. Kwa hizo ni kundi mifano ya hizo ambazo ziko kwenye utafiti. Lakini pia yako mengine pia kwa mfano ambazo zinasimamia kwenye masuala labda ya kilimo. Kwa mfano kunakuwa na bodi zile za mazao nazo kwenye hayo makundi. Kwa hiyo huyo pia tuna hospitali ambazo ziko kwenye mashirika ambayo sio ya kibiashara, ni zile ambazo zinatoa huduma ya juu ambazo tunaita super specialty hospital. Kwa Tanzania ambazo tunazo 5. Tuna hospitali ya taifa ya Muhimbili, tuna hospitali ya MOI ya mifupa ile, tuna JKCI ya moyo pamoja na Benjamin Mkapa. Kwa hizo zote hizo ni baadhi ya mifano ambayo ni mashirika ambayo sio ya kibiashara. Lakini kwenye uendeshaji bado serikali inafaidika kwa kupata michango, zinaendelea kuchangia pia kwenye uchumi wa nchi pamoja na kutoa huduma, lakini bado kuna baadhi ya michango ambazo zinaleta kuja kusapoti bajeti ya serikali. Sawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo kikawaida hata haya mashirika yanapaswa kutoa gawio au mimi mtakuwa ni kweli yanatoa. Wale ambao wanafanya biashara wanatoa gawio ambao yanatokana na faida. Lakini hizi ambazo hazifanya biashara kutokana na mapato ambao wanapata, kuna mchango ambao zinachangia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Ndiyo. Kwa ajili ya kusaidia uendeshaji wa serikali. Sasa huwa tunazifanyia uchambuzi na kuziweka kwenye madaraja kwa sababu zote hazifanani. Kuna zingine ambazo zipo kwa ajili ya zimekaa kihuduma zaidi. Hizo sasa mchango wako unakuwa mdogo, bali tunapima kwenye utoaji na ubora wa huduma ambazo zinatolewa. Lakini zipo zingine ambazo zinakusanya tozo. Kuna baadhi ya sehemu ya tozo zinatoa kwa ajili ya kuchangia bajeti ya serikali kwa maendeleo ya wananchi. Sawa. Tujaribu kuweka hapa, amezungumzia mashirika ambayo ya kibiashara, TANESCO umehitaji hapa. Kuna haya makampuni ambayo unakuta serikali ina hisa zake, tunaweka katika kundi gani haya? Ndio ndugu mtangazaji, labda niongezee tu kwenye kile ambacho nilikisema mwanzoni. Ni kwamba tukiangalia kwa upande wa mashirika ya kibiashara ni kwamba kuna yale ambayo serikali inamiliki asilimia zaidi ya 51. Hayo tunaita ni kwamba ni kundi ambalo ni serikali ni mmiliki kubwa. Na tukiongelea kwamba kuna mashirika mengine sasa ambayo ni ya kibiashara sasa, ambayo serikali kwa kipindi fulani iliuza hisa au imenunua hisa kutoka kwenye kampuni nyingine, na umiliki wake ni chini ya asilimia 51. Yaani tukianzia asilimia 50 kwenda chini, hayo sasa ndio tunayaita kwamba ni mashirika ya kibiashara ambayo serikali inamiliki hisa chache. Ndiyo. Na mpaka kufikia tarehe 30 Juni 2025 tulikuwa na kampuni hizi za chini ya asilimia 51 ambazo tunaziita mashirika ambayo serikali inamiliki hisa chache, ambayo yalikuwa yanafikia takribani kampuni 56. Kampuni 56 ambazo serikali inamiliki hisa chache ambazo ni chini ya asilimia 51. Chini ya asilimia 51 ndio tunatafsiri kwamba ni hisa chache. Ambayo nayo haya pia yanapaswa kutoa gawio kwa serikali. Ndiyo. Sasa kuna mtu anaweza kujiuliza kwa nini serikali ina hisa chache? Na kama ina hisa chache, kwa nini serikali isijiondoe kwenye hizo hisa, kuacha tu makampuni haya yaendelee kufanya biashara? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Katika umiliki kama alivyozungumza mwenzangu, kuna hisa nyingi ambayo tunachukua hisa nyingi, maanake ni zaidi ya hisa asilimia 51, kuanzia 51 na kuendelea. Kuna hisa chache.
kwenye hisa chache katika masuala ya uwekezaji, hapo wewe unakuwa kama ni passive investor, yaani unaacha zile uendeshaji unamwachia mwenzako, lakini kwa maana zile shughuli za kila siku, lakini wewe unakuwa ni mwekezaji wa kimkakati. Kwa hiyo sasa zile serikali inamiliki hisa chache kwa sababu inakuwa na interest nazo kwamba isaidie katika maamuzi, lakini pia kuna baadhi ya sekta ambazo ni muhimu sana katika uchumi. Ukiangalia hizo 56% ziko kwenye sekta mbalimbali. Kuna sekta kwa mfano kwenye upande wa nishati. Tuna umiliki wa 50% kwa 50 katika kampuni ya Puma. Kwa hiyo serikali inaona ni muhimu, kwa mfano kama itatokea changamoto hapa, ni rahisi kuweza kukaa na mbia mwenzako mkazungumza namna ya kuweza kutatua, kuliko kama usingekuwepo ina maana usingekuwa na nafasi hiyo. Lakini pia tuna umiliki wa 50% pia kwenye TIPA ambayo inafanya kazi ya storage. Kwa hizo ni baadhi ya maeneo ambayo sasa yanatusaidia ili kuweza kufanya yale maamuzi ya kimkakati pia. Pia tuna umiliki pia kwenye sekta ya madini kama alivyoweza kuzungumza mwenzangu. Kwa hiyo ule, pamoja na kwamba serikali anakuwa sio mshiriki wa moja kwa moja, lakini tunamiliki zile hisa ili kwa malengo ya kimkakati zaidi, ili iweze kusaidia serikali kwenda kwenye uendeshaji wake. Moja, utapata faida sawa kutokana na hiyo, watalipa kodi, lakini pia itasaidia pia baadhi ya utolewaji wa baadhi ya huduma ambazo pengine kutokuwepo kwetu ndani ya hilo eneo tusingeweza kushiriki vizuri kwenye maamuzi. Ni kweli. Na yani kwa maana hiyo serikali imeangalia kwenye maeneo ambapo makampuni yamewekezwa maeneo ya kimkakati. Sio, umenipata vizuri? Kwa mfano mafuta. Mafuta bwana, ukitafsiri kwa haraka haraka ni usalama. Umeelewa? Kwamba hata kama ukiona kampuni hii inapata changamoto, serikali iweze kutia mkono wake, kwa sababu tulikuwa tunazungumzia hapa mafuta ni uchumi wa nchi yetu. Hilo jambo ambalo haliwezi kukwepeka. Na tuangalie, kuna pande mbili, serikali imewekeza na sekta binafsi imewekeza. Ni kwa namna gani serikali imeweza kufanikiwa katika usimamizi wa haya makampuni ambayo serikali huenda ina hisa chache ndani yake? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Tukiangalia kwa upande wa mafanikio ambayo serikali imeweza kuyapata kutokana na hizi uwekezaji wa hisa chache, ni kwamba kikubwa kabisa ni kuongezeka kwa ufanisi kwenye uendeshaji wa hizi kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Cha kwanza kabisa ni uwekezaji wa serikali umeweza kukua kutoka shilingi bilioni 821.51 mwaka 2020 hadi kufikia trilioni 1.94 mwaka 2024. Haya yote inaonekana ni mafanikio ambao ni ukuaji wa karibia 136%. Pia tukiangalia kwenye upande wa ukuaji wa mapato ghafi kwenye hizi kampuni umeweza kukua kutoka trilioni 6.81 mwaka 2020 hadi kufikia trilioni 10.74 mwaka 2024, ambao inaonekana kabisa hayo ni ukuaji wa 58%. Pia tukiangalia kwenye upande wa gawio ambalo limelipwa serikalini, tukiangalia mwaka 2020 gawio lililolipwa serikalini lilikuwa linafikia bilioni 58. Lakini hadi kufikia mwaka 2024 ukuaji wa gawio umeweza kuongezeka hadi kufikia shilingi bilioni 266, ambao ni sawa na 357. Kwa hiyo kwa kuangalia tu hivi inaonyesha dhahiri kwamba usimamizi umeimarika vizuri na uendeshaji wa haya makampuni uko vizuri. Ndio. Ni nini ambacho kimepelekea kuwa na ongezeko la gawio kwenye haya makampuni kadri ya siku zinapozidi kwenda? Kadri siku zinavyokwenda, ongezeko la gawio linatokana pia na hizi sera ambazo kama nchi ambazo tunaziweka katika uwekezaji ambao unafanyika kila kukicha. Kwa hiyo uwepo wa hizi sera ambazo zinakuwa zinachochea ukuaji na uendeshaji wa hizi kampuni imesaidia pia kusaidia uendeshaji kuonekana kuwa wa ufanisi zaidi. Pia ukiangalia kwenye mambo ya governance, ukiangalia kipindi cha nyuma na kipindi cha sasa, ufuatiliaji wa ofisi ya msajili wa hazina kwenye haya makampuni umeongezeka sana. Kwa hiyo ufuatiliaji wa mara kwa mara kwenye hizi kampuni pia umesaidia efficiency katika uendeshaji wa hizi kampuni, na mwisho wa siku ndio maana kampuni hizi faida zimekuwa zikiongezeka kila mwaka, na mpaka sasa serikali imekuwa ikipata ongezeko la gawio kutoka kwenye hizi kampuni zake. Okay, sawa sawa. Na tukiangalia ni kwa namna gani serikali
ina udhibiti wa kutosha katika haya makampuni pia? Hizi kama nilivyozungumza mwanzoni kwamba umiliki wa serikali upo kwa hisa chache, haimaanishi kwamba serikali haimo mkono wake. Katika uendeshaji wa hizi kampuni, cha kwanza kabisa tuna instrument ambazo zinatuongoza katika uendeshaji wa shughuli za kila siku. Cha kwanza kabisa, hizi ni kampuni zinazofanya biashara, kwa hiyo zinaendeshwa na sheria ya makampuni. Ndio. Kwa hiyo kunakuwa na sheria ya makampuni. Kwenye sheria ya makampuni kunakuwa na katiba ya kampuni ambayo inaita MEMATS. Kwa hiyo ile inatoa mwongozo wa kila kimoja, kitu gani kifanyike na kama ikitokea shida gani basi mtakwendaje. Lakini zaidi ya hapo tuna mikataba ya wanahisa, kwamba wanahisa wote ambao mnamiliki ile kampuni, kwamba kama kuna kitu ambacho hakikuwa covered kwenye MEMAT, basi tunarudi kwenye mkataba wa wanahisa, kwamba mkataba wa wanahisa utatuongoza sasa kwamba wewe utaleta wawakilishi watatu kutokana na hisa zako, mwenzako ataleta wawili, mwingine ataleta mmoja. Sasa hapo ndio tutakuwa tunafanya maamuzi. Kwa hiyo kama kuna vitu vingine vilikuwa covered hapo, basi tunategemea lakini pia kingine ambacho kinatusaidia tunafanya usimamizi wa mara kwa mara, monitoring. Kwa hiyo kwa mfano tukiweza kufanya ufuatiliaji tukabaini kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa, sasa tunarudi wale wawakilishi wetu ambao wako kwenye bodi za wakurugenzi wanaenda kuzungumza kwenye level ya kwao. Kama ni mambo ambayo yako kwenye level ya bodi ya wakurugenzi yataishia hapo, lakini kama yanahitaji maamuzi ya wanahisa yataletwa. Kwa hiyo kwenye mikutano ya mwaka ambapo sasa msajili wa hazina kama mmiliki kwa niaba ya serikali anakwenda kwenye hivyo vikao, wanafanya maamuzi kwa ajili ya manufaa ya kampuni. Kwa ndo namna ambavyo usimamizi unafanyika. Kwa hiyo tuna hizo instrumenti zetu ambazo nimezungumzia, kuna katiba ya kampuni, kuna hiyo sheria yenyewe ya makampuni, lakini tuna mkataba wa wanahisa. Lakini zaidi hapo pia tunafanya ufuatiliaji wa mara kwa mara, ambao sasa kwa kila taarifa ambazo kila robo mwaka tunapata taarifa za utendaji, kitu gani ambacho kimetokea katika kipindi husika, robo ya pili, robo ya tatu, na mwisho tunakuwa na taarifa ya mwaka. Ili sasa tukienda kwenye mkutano wa wanahisa, sasa tunakuwa tuna taarifa za kutosha ya kitu ambacho kimetokea katika uendeshaji. Hivyo ndio namna ambavyo inatusaidia pia katika usimamizi wa hizi kampuni. Na umefanua hapo, wasiwasi wangu ulikuwa ni serikali kuwa na hisa chache, wakati mwingine unajua mwenye hisa kubwa kidogo kwenye swala zima la maamuzi kuna namna ambavyo inafanyika, nadhani tunafahamu mtu unapokuwa na hisa kubwa kwenye kampuni fulani, kuna namna ambavyo nguvu zako zinaonekana. Sasa na lengo ni kuangalia kuna namna gani tunalinda hizi fedha. Ni sawa serikali imewekeza, lakini fedha za Watanzania, na lengo kwamba tuhitaji fedha hizi ambazo zinawekeza ziweze kupotea. Labda mtu anaweza kujiuliza ni mambo gani ambayo serikali inaangalia ndipo inaamua sasa kuweka hisa zake mle ndani, na huwa inafanya tunasema utafiti wa kutosha, inafanya kuangalia ni kwa namna gani, kwa nini serikali tuwekeze au tuweze kujiondoa. Lengo ni kwamba tuwekeze makampuni ambayo yanaleta faida na kuleta tija. Ni hatua gani ambazo zinazingatiwa hasa? Karibu. Ndio. Asante mtangazaji. Ni kwamba katika uwekezaji wa yale makampuni tuliyozungumza mwanzoni, yale makampuni 56 yako kwenye makundi mawili. Kuna mengine ambayo yalitokana na ubinafsishaji, kwamba mwanzoni yalikuwa ni makampuni ambayo yanamilikiwa na serikali 100%. Sasa kutokana na mabadiliko ya sera za kiuchumi ambayo nchi imepitia, iliamua kuuza sehemu kwa ajili ya kuongeza ufanisi, alafu serikali ikabakiwa na sehemu. Kwa hiyo ndio kundi la kwanza. Mfano mzuri, tuna benki yetu ya NMB. Kwenye benki ya NMB tuna mwanahisa mkubwa ambaye yupo mbali nunua, lakini pia zimeenda kuuzwa sokoni. Serikali imebakiwa na 31.2%. Kwa hiyo ndio mfano wake. Pia tulifanyika binafsi pia kwenye benki kama NBC. Kwa hiyo ndio kundi mojawapo. Kwa hiyo serikali imebakia na ile portion sasa baada ya kuuza sehemu nyingine. Lakini ziko sehemu, kuna kundi lingine ambazo kuna sheria, mabadiliko ya sheria. Kwa mfano kama mtakuwa nakumbuka sheria ya madini ya mwaka 2017 ilipitishwa kwamba kwa kila kampuni ambayo itakuwa nafanya shughuli zake za madini nchini, serikali itakuwa na hisa 16% kwa kuanzia. Alafu baada ya hapo sasa inaweza ikaongezeka.
Kwa kila ambaye kaanzisha tumepata nafasi kama serikali kuwa na hisa 16%. Sasa wakati naendelea na ufanyaji kazi wake, tukifanya uchambuzi wetu, tukiona kwamba hapa kuna fursa nzuri ya kuendelea kupata faida, ndipo ambapo sasa tunajenga msingi wa kwamba hapa hisa zetu ziongezeke, ili tuweze kupata faida zaidi. Kama alivyozungumza mwenzangu, ndicho ambacho sasa kimetusababishia tumetoka kwenye bilioni 58 mwaka 2020 mpaka kuja kufika bilioni 266 mwaka 2024 kwa hesabu ambazo zimekaguliwa na gawio ambalo limelipwa. Na mwaka huu tunategemea tuende zaidi ya hapo. Kwa hiyo baada ya kuangalia maeneo ambayo tumeona hili hapa lina faida kwetu, basi tunaendelea kuongeza mtaji. Na mtaji unaweza kuongezeka kwa aina mbalimbali. Unaweza ukatoa mfukoni, au kama kuna shughuli ambazo labda inataka kufanya expansion, baada ya wanahisa kutoa fedha hizo mfukoni, mnachoamua kukifanya pale kwamba hebu tusigawane kwanza gawio kwanza, ili liende likawa invested, ili tuweze kuongeza mtaji, ili tuweze kufanya shughuli zetu kwa mapana zaidi. Sawa sawa. Japo ndugu yangu alizungumza hapa kuhusiana uhakika wa hisa za serikali ambazo iko nazo kwenye makampuni haya ambayo serikali ina hisa ndogo, tujaribu kuangalia pia ni changamoto gani ambazo huenda wakati mwingine zinajitokeza katika labda uendeshaji wa haya makampuni ambayo serikali tumeona pia yana hisa ndogo ndani yake. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Tukiangalia kwenye uendeshaji wa hizi kampuni za hisa chache, kuna baadhi ambazo tukiangalia kwa nyingi ni kwamba tayari zimefikia kwenye ile level ya uongozi ambao ni madhubuti, ambao unaweza ukasimamia vizuri uendeshaji wa hizi kampuni. Ila kuna baadhi ya kampuni ambazo pia bado zina changamoto ya uongozi, ndio ambao hizi changamoto za uongozi bado zinafanywa kazi, ili kuona namna gani ambavyo hizi kampuni pia zinaweza zikaongeza ufanisi katika uendeshaji wao kwa kuboresha uongozi kwenye nafasi tofauti. Ndio maana ukiangalia kila shareholder, kwa mfano kwenye upande wa bodi, kulingana na hisa zako una vote, una uwezo wa kuteua wajumbe kadhaa kulingana na ule umiliki wako. Kwa hiyo sasa hivi tunajitahidi kuhakikisha kwamba hata hizi baadhi ya kampuni chache ambazo zinaonekana kutofanya vizuri kwenye upande wa uongozi, at least tunakuwa na uwezo wa kuziboresha na vile vile zinakuwa na ufanisi katika uendeshaji. Alafu kwa upande mwingine, changamoto nyingine ambayo tunaipata ni upande wa mitaji. Unajua kadiri kampuni inavyoanza na inavyokuwa, inakuwa ina uhitaji mkubwa wa mtaji kwa ajili ya kufanya expansion na vile vile kuongeza uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo hii ni changamoto nyingine ambayo hizi kampuni zinakuwa zinakutana nazo. Kwa hiyo kutokana na hilo inabidi wawekezaji kukaa pamoja kuangalia namna gani ambavyo hizi changamoto za mitaji zinaweza zikapatikana kupitia kwenye masoko ya hisa, au vile vile kupitia mikopo kutoka kwenye hizi taasisi za fedha, ili kuhakikisha kwamba hizi changamoto zinaepukika na hizi kampuni zinajiendesha kwa ufanisi na vile vile zinalipa magawio kwa wanahisa wao. Ndio, sawa sawa. Mara ya kwanza hapa nilizungumza kwamba kuna maboresho makubwa ambayo yalifanyika wakati wa nyuma huko. Kuna makampuni ambayo tulikuwa tunashuhudia kwamba yalikuwa yanatoa gawio kwa muda wa miaka kadhaa, lakini baadaye tukaona kwamba yametoa gawio. Ni nini, licha mzo changamoto, ni nini ambacho kilikuwa kinapelekea makampuni kushindwa kutoa gawio kwa kipindi cha miaka kadhaa, lakini baadaye yakaanza kutoa gawio? Nataka tujifunze kidogo, sio? Umenipata vizuri? Japo Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba kuyapitia upya haya makampuni na mashirika ambayo serikali ina hisa zake, kuangalia ufanisi na uendeshaji wake na utendaji wake wa kazi, na kazi kubwa nimeeleza ilifanyika. Japo tupate elimu kwamba ni nini kilipelekea makampuni haya kushindwa kabisa kutoa gawio kwa baadhi ya makampuni, na ni nini kimefanyika mpaka kuona makampuni haya yanaanza kutoa gawio. Karibu. Asante. Katika makampuni yetu kulikuwa na, kama nilivyozungumza mwanzoni, kuna namna ambavyo tunafanya ufuatiliaji na tathmini ya utendaji wa haya makampuni. Kuna kila moja ilikuwa na changamoto zake. Yale ambayo yalitokana na ubinafsishaji toka mwanzoni ni kwamba kipindi kile wawekezaji toka nje walikuja kwamba wataleta teknolojia, wataleta mitaji na uendeshaji wa shughuli za kila siku. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini ya ofisi ya msajili wa hazina kwa kushirikisha na taasisi mbalimbali za serikali,
tuliweza kuainisha baadhi ya changamoto ambazo tuliona kwamba tukae na wadau wenzetu ili kuzitatua. Kwa mfano, mnaweza mkakuta labda kampuni ina operate nchini, mwekezaji katoka nje na management yake yote imetoka nje. Aliahidi kwamba ataleta teknolojia, ataleta mtaji. Lakini hapa katikati mabadiliko mengi yametokea. Kwamba hata kwetu pia teknolojia pia imekuwa. Kwa hiyo tunarudi tunakaa mezani baada ya tathmini kwamba sasa hapa mwenzetu pia tulikuwa tunakulipa management fee kwa kuendesha. Lakini kwa sasa hivi kuna Watanzania wako wengi ambao sasa wana uwezo wa kuendesha. Kwa hiyo tubadilishe baadhi ya vifungu ili kuweza kuboresha. Sasa labda kwa mfano kama labda ile management tuipate sokoni. Tuende tukatangaze ajira ziende, tuwalipe mishahara moja kwa moja, na kupitia uchambuzi pia tulikuwa tunaainisha ni kwa kiasi gani pia tunaweza tukafanya saving ambayo inaweza kaamia sasa kwenye kupata faida. Sababu utapunguza gharama kwa sababu ili upate faida sababu ziko mbili. Uongeze mapato, upunguze matumizi, ndio faida inapatikana kule chini. Kwa kufanya hivyo kulisababisha sasa faida imeongezeka, ndiyo ambayo yameweza kuanza kulipa gawio. Kwa hiyo tukifanya uchambuzi wa namna hiyo, tukabainisha hizo changamoto, tulikuwa tunakaa mezana na wabia wenzetu, tunarekebisha zile kasoro zilizokuwepo. Ili turekebishe, tunarudi kwenye mkataba wa wanahisa kwa sababu ndio unatuongoza kwamba ikitokea changamoto 1, 2, 3 tunahitajika tufanye nini. Cha kwanza tulikuwa tunaenda tukimaliza, tunakaa na wanahisa wenzetu, tunarekebisha vile vifungu kwenye mkataba wa wanahisa, then ndio inakuja kwenye utendaji, ndio tafsiri sasa ya hayo hiyo faida ambayo inaonekana ndio gawio inaongezeka. Sawa. Kaka, umeelezea kuhusiana na changamoto ambazo zinajitokeza katika haya makampuni. Ni hatua gani ambazo serikali huenda imeshachukua au huenda wakati mwingine inatarajia kuzichukua ili kuweza kukabiliana na hizo changamoto? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Ni kama ambavyo pia nilieleza kwamba hizo changamoto kubwa ni za kiuongozi na vile vile za kimtaji. Kwenye upande wa changamoto za kiuongozi niliongelea kwamba ni kampuni chache, sio kampuni nyingi ambazo zina matatizo ya kiuongozi. Kutokana na kwamba tayari kwa upande wa ofisi ya msajili wa hazina ambaye anasimamia hisa kwa niaba ya serikali, ni kwamba kwa upande wake yeye ina maana anakuwa na wajumbe wa bodi wa uwakilishi kwenye hizi taasisi ambazo zina hisa chache. Kwa hiyo kwa kupitia ile bodi ambayo anateua, mwanzoni ni kwamba kulikuwa na matatizo kidogo katika uteuzi wa wajumbe wa bodi, lakini sasa hivi tumejaribu kuongeza ufanisi katika uteuzi wa wajumbe wa bodi ambao wanaiwakilisha serikali kwenye hizi hisa chache. Kwa hiyo wale wajumbe wa bodi ambao wanateuliwa sasa hivi na serikali pale wameongeza chachu katika kuongeza ufanisi na usimamizi wa hizi rasilimali ambazo serikali imewekeza kwenye hizi kampuni ambazo zina hisa chache. Na vile vile hizi bodi, wajumbe wa bodi ambao tumeweza kuwapeleka pale pia wameweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa ajili ya kushape ile management ya zile kampuni, na vile vile zile kampuni zimekuwa kutokana na hii jitihada za wajumbe wa bodi katika kuhakikisha kwamba hizi management zinafanya kazi vizuri, pia imesaidia uendeshaji wa hizi kampuni kuboreka zaidi. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa hizi kampuni nyingine chache ambazo zimeonekana bado uongozi haujao imara, serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina bado inaendelea kufanya ufuatiliaji ili kuhakikisha kwamba uboreshaji unaimarika zaidi kwenye hizi kampuni kwenye upande wa uongozi, ili kuhakikisha kwamba maslahi ya taifa yanapatikana katika hizi hisa chache ambazo zinasimamiwa na hizi kampuni. Sawa. Kama ambavyo nilieleza mara ya kwanza kwamba hisa hizi ni za wananchi. Kama ni pesa ambazo zimewekeza ni za wananchi wa Kitanzania. Mwananchi ananufaikaje katika maeneo yote ambayo serikali huenda imeweka hisa kwenye makampuni au shirika? Kunufaika kwa wananchi kupo kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza, hizi kampuni pamoja na kufanya biashara, mdau wa kwanza ambaye anapata faida ya kwanza ni serikali, kwa sababu tukipata faida tayari serikali kupitia mamlaka ya mapato inachukua 30% ya faida ambayo ni corporate tax. Na ukija kuangalia kama utafuatilia taarifa zilizotolewa na mamlaka za mapato,
utakuta makampuni yetu haya ni miongoni mwa walipa kodi wakubwa. Kwa mfano nimezungumzia benki ya NMB, ukiangalia italipa corporate tax, italipa kwenye VAT, italipa excise duty. Yote hao kwa pamoja yatakwenda kwenye mfuko mkuu wa serikali, yatasaidia kwenye maendeleo mbalimbali ya nchi. Hospitali zitajengwa, barabara zitajengwa, na shughuli zote za serikali zitaweza kufanikiwa. Kwa hiyo ndio eneo la kwanza. Eneo la pili lipo kwenye ajira. Haya makampuni yameajiri watu wengi. Kuna ajira za moja kwa moja ambazo ni waajiriwa wa huduma ambao pia bado pia wanaenda kulipa pia kodi kutokana, kwa sababu ukitaka uipate faida nzuri unajiuliza kwamba vipi kama hii kampuni singekuwepo? Ina maana hiyo kodi tusingeipata, hii ajira isingepatikana. Lakini pia hata kama ni huduma au bidhaa hizi zilizozalishwa zisingekuwepo. Kwa hiyo ndio faida ambayo wananchi wananufaika kutokana na uwekezaji, pamoja na kwamba uwekezaji unaongezeka kama nilivyozungumza awali kwamba ile portion ya serikali imetoka bilioni 821 ikafika trilioni 1.9. Lakini hizi ndio faida zingine ambazo kwa mfano nikichukulia kwenye kampuni kama labda ya Kilombero, serikali imewekeza kwenye kampuni za sukari. Kwenye kampuni za sukari kwa mfano tukichukua labda Kilombero pale mwaka jana mpaka sasa hivi inakamilisha kufanya expansion. Kwa hiyo ina maana ule utanuzi uliokuwepo, wakulima wengi wanaozunguka maeneo hayo watapata sehemu ya kuweza kuuza sukari. Kwenda kupeleka miwa ili izalishwe na sukari isambazwe. Lakini kupitia kusambazaji kuna mwingine atapata ajira pale kwa usambazaji wa ile sukari. Kwa hiyo ndio cheni kubwa ambayo faida ambazo zinakuja kwa wananchi. Fedha zinazopatikana ndio zinaenda kwenye direct impact. Lakini pia kuna indirect pia ni hizo ajira. Lakini pia kunakuwa na vibarua ambao wapo wanaenda kufanya kazi. Kwa sababu ina maana kisingekuwepo hicho kiwanda hilo eneo, ina maana hizo ajira zisingepatikana. Kwa hiyo hayo ndio maeneo au ndio faida ambazo huu uwekezaji unazileta kwa nchi yetu. Na ndio maana tunaendelea kuhamasisha waje wengi ili uwekezaji pia uendelee kukua, ajira ziendelee kupatikana, mapato kupitia kodi yaweze kukusanya kwa wingi, watu waweze kupata ajira za kutosha, lakini pia zinaongeza ushindani. Kwa sababu kama unavyoangalia sasa hivi ukija kwenye takwimu zinazotoka unaziona benki zetu hizi, ukiangalia kwenye benki 10 ngapi ambazo zinafanya vizuri, uwezo ukakosa kuhitaji NMB, uwezo ukakosa kuhitaji CRDB, uwezo ukakosa kuhitaji NBC, uwezo ukakosa kuhitaji TCB. Hizo zote pia zina interest ya serikali iko humo ndani. Kwa ina maana uwepo wa hizi unasaidia kuongeza ushindani. Mkiongeza ushindani maana yake hata huduma pia zinakuwa ni bora zaidi. Zinaboreshwa zaidi. Na nimeona sasa hizi kuna ushindani kwenye utoaji wa gawio. Kuna ushindani kwenye utoaji wa gawio. Kama utakuwa nakumbuka vizuri mtangazaji, mwaka jana kulikuwa na kampuni tuna 49% kwenye Airtel. Kwa hiyo ilikuwa imeshika nafasi ya pili. Kwenye kampuni ambazo zimeweza kutoa gawio. Kwa hiyo ikiweza kutoka hapa sasa hivi utakuta NMB anakuja mwakani anataka mpite mwenzake. Kwa hiyo hii pia pamoja na wakati mwingine inahamasisha pia ushindani, kila mmoja pia anatamani aweze kuchangia kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango kikubwa kwa serikali yetu ambayo faida zake zitaenda kwa wananchi. Ni kweli. Nadhani pia hata yale ambayo alikuwa yatoi gawio kabisa kuna ushindani wao na wenyewe kwamba huyu alikuwa katoa mwaka huu, wewe vipi? Nilikuwa natazama pia Mheshimiwa Rais nadhani alikuwa anapokea ile gawio kwa mwaka uliopita, alikuwa ananiambia na wengine ongezeni jitihada, na kwa sababu mara baada ya kutoa gawio kuna niseme cheti ni tuzo ambao walikuwa wanapewa. Tumetengeneza utaratibu wa kuwatambua kama ni sehemu ya kuweza kuwapa motisha zaidi. Kwa hiyo tumeweka kwenye kuna makundi mbalimbali. Kuna zile ambazo tunamiliki, kuna umiliki mkubwa, tuna hizi za umiliki mdogo, tuna zile ambazo sio za kibiashara. Kila mmoja ahamasike kuweza kuleta, kwa sababu gawio ni kama tulivyoweza kuzungumza, ni kama kilele cha mavuno. Kwa hiyo wewe ukiona mwenzako kaweza kufanya hivi, unajilinganisha na wewe pia, kama yule akaweza kufanya, kwa nini mimi nisiweze kufanya? Ni ushindani mzuri na ubunifu mzuri kutoka ofisi ya msajili wa hazina. Nilikuwa nazungumza hapa, nimeambiwa kuna mkutano ambao tunatarajia kufanyika hivi karibuni, japo tumjulishe mtazamaji ni mkutano wa aina gani na umelenga nini hasa? Karibu. Ndugu mtangazaji, tukiangalia huu mkutano ni kwamba umekuwa ukifanyika kila mwaka. Na lengo kubwa la mkutano huu ni kuwakutanisha
wajumbe wa bodi ambao ni wawakilishi wa serikali kwenye hizi kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Vile vile kwa kutanisha viongozi upande wa management wa hizi kampuni ambazo serikali ina hisa chache, na vile vile baadhi ya wadau wengine muhimu ambao wataonekana kuwa ni muhimu katika kuhakikisha kwamba huu mkutano unafanyika kwa ufanisi. Ndiyo. Na kwa kiasi kikubwa ukiangalia huu uwekezaji wa serikali kwenye hizi kampuni chache umefikia trilioni 1.94. Kwa hiyo hatuwezi tukasema tu tuendelee na usimamizi wa kawaida. Ni kwamba kikubwa hapa tunaangalia sasa ni vitu gani vikubwa ambavyo tunaweza tukaenda kuvijadili ili kuhakikisha kwamba hii MY Forum ya 2026 inakuwa na tija zaidi katika kuhakikisha kwamba hizi hisa za serikali katika haya mashirika ambayo au hizi kampuni ambazo serikali ni hisa chache unakuwa na tija zaidi katika uendeshaji wake. Kwa hiyo kikubwa hapa tunaenda kuangalia namna gani ambavyo tunaenda kuimarisha uongozi wa bodi katika usimamizi wa rasilimali ambazo serikali imewekeza katika hizi kampuni ambazo ina hisa chache. Na vile vile kitu kingine ni kwamba kuwajengea uwezo wa kuweza kubuni au kuhisi athari zozote zile za kiuchumi ambazo zinaweza zikatokea kitaifa au kimataifa. Na vile vile kingine ambacho kinaenda kuangaliwa ni namna gani ambavyo tunaenda kujenga kuwa na ubunifu katika uendeshaji wa shughuli zetu na vile vile uzalishaji wa bidhaa mbalimbali ambazo hizi kampuni zinafanya. Na kingine ambacho tunaenda kukiangalia ni mashirikiano kati ya wajumbe wa board, shareholders ambao ni wanahisa, wale wamiliki wa hisa kwenye hizi kampuni, alafu vile vile na management za hizi kampuni. Hiki chote ambacho tunaenda kukiona hapa kwenye hivi vitu vyote nilivyovitaja ni kwamba ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mashirikiano ambayo yanakuwa na tija katika kuhakikisha kwamba hizi kampuni zinafanya kazi kwa ufanisi. Vile vile maslahi ya taifa yanalindwa na vile vile kuhakikisha kwamba zinatengeneza faida na kuhakikisha kwamba zinalipa gawio stahiki kwa serikali. Kwa hiyo ni kama tu ni jukwaa la kuboresha utendaji kiujumla kwenye hizi kampuni ili kuhakikisha kwamba ufanisi unapatikana katika uendeshaji wa hizi kampuni. Sasa na linatarajiwa kufanyika lini hili jukwaa? Au bado tujapata muda sahihi wa kufanyika? Jukwaa letu hili tumelipanga litafanyika kuanzia wiki ijayo. Tutafanyika pale Arusha. Kwa hiyo tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Na kama alivyozungumza mwenzangu kwamba ni jukwaa ambalo tunalichukulia kwamba wale ni wawekezaji wenzetu wa kimkakati. Kwamba kwenye maandiko tunasema hazina mtu ilipo ndo moyo wake ulipo. Ukiangalia sasa hivi sasa tunazungumzia kwenye trilioni, tunakaribia kwenye trilioni 2. Kwa hiyo na sisi hazina yetu iko pale, ndio maana tunachukulia kwamba ni wawekezaji wa kimkakati. Kama alivyozungumza mwenzangu, ndio forum hii tukiwakusanya wote pamoja itaweza kuhamasisha uwekezaji zaidi na kuweza kupata reflection ya kile ambacho kimefanyika na kuweza kuweka mikakati ya kuweza kusogea mbele zaidi. Sasa nilikuwa nadokezwa hapa na Alexi, naambiwa kwamba jukwaa litafanyika Machi 16 hadi 18 pale jijini Arusha. Sawa na Arusha imekuwa mkienda sana huko kufanya. Sasa bwana, mimi nilikuwa na wazo kidogo, nadhani naomba mnifikishie kwa msajili wa hazina na nyinyi mtaliangalia kwa namna gani, kwa sababu mimi ni Mtanzania pia. Tunaposema mashirika ya umma, nadhani iko haja ya kuhakikisha kwamba kuhamasisha pia hata Watanzania wawe na hisa zao pale kwenye mashirika ya umma haya. Sijui kwa namna gani, lakini tumeona kwenye baadhi ya mataifa hiyo inafanya kama ni mashirika ya umma. Basi mimi ikiona serikali imewekeza pale, kuna hisa, na mimi nakwenda kununua hisa zangu pale ili kuweka ile tafsiri kubwa zaidi kwamba hili ni shirika la nini la umma. Tumejua kwamba namna gani wananchi wanafaidika. Umeeleza vizuri sana kwamba kwenye ajira, kikodi, lakini kujivunia mashirika yetu, basi na sisi wananchi tuweke nini hisa kama ambavyo tunanunua hisa kwenye mashirika mengine haya. Ni kweli, ujumbe wangu tu. Ni kweli kabisa, na tupo kwenye tunakamilisha taratibu za kuweza tuyapeleke sokoni ili sasa tuyamiliki vizuri pana kwa wananchi kuweza kumiliki. Kama sasa hivi kwenye haya ambayo tunazungumzia, nimeizungumzia NMB kwamba
kuna portion kubwa ukiingia sasa hivi kwenye DSE kiganjani unazikuta hisa za NMB pale zinauzwa. Serikali ina umiliki kwenye kampuni ya sigara TCC. Lakini mle sasa hivi ukiingia na wewe na mtu mwingine anaingia mle ananunua. Kwa hiyo sasa tunataka pia mwelekeo wetu kwamba hata mashirika mengine yaingie kule ili kuongeza umiliki, kwa kupeleka umiliki kwa wananchi, na haya yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambapo ofisi ya msajili wa hazina tunaendelea kuwafanyia kazi tu kwenye hatua za mwisho za kukamilisha ili tufike mahali sasa haya mashirika yetu pia yaingie kule sokoni. Yataongeza uwazi, yataongeza umiliki, tutapata nafasi pana zaidi ya wananchi kuweza kumiliki moja kwa moja. Ndio. Sasa kumbe mimi nilikuwa najua nimewahi. Nijua ni wa kwanza kutoa mawazo. Kumbe mmeshanitangulia, mshaanza kuyafanyia kazi. Hongereni sana kwa hiyo hatua. Nikushukuru sana Peter Maungo, mkurugenzi msaidizi wa mashirika ya kibiashara ofisi ya msajili wa hazina. Asante sana kwa kuja. Lakini pia nikushukuru sana Joseph Mwaisemba ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa mashirika yasiyo ya kibiashara ofisi ya msajili wa hazina. Asante sana kwa kuja. Tulikuwa tunazungumzia faida za uwekezaji wa serikali katika kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache. Mimi ni Emmanuel Makapotela na asubuhi njema itakujia hivi punde. Endelea kuwa nasi.